Hii ni Live TV na karibu katika udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni Ijumaa, Februari 23 mwaka 2024. Siku nzuri kabisa ni kualika kunako udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania. Kubwa ni kukumbusha usisahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Lakini pia kuacha maoni yako kwenye comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza udondozi kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele ni serikali ya kunjua makucha sukari. Yasema wafanyabiashara wazalishaji wanafanya hujuma kubadili sheria iwe biashara huria. NFRA yapewa kazi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mpango watoa agizo madeni maji wizara taasisi. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ziara za rais nje zaongeza viwanda ajira. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Majaliwa ahimiza tehama kurahisisha elimu. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Habari Leo, habari nyingine zilizopewa kipaumbele ni TMA yahadharisha mafuriko mvua za masika. Habari katika ukurasa wa 4. Mgao wa umeme kuisha mwezi ujao. Habari katika ukurasa wa 3. Balozi atetea muonekano sanamu ya Nyerere. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika JK ataka ufanisi mradi majengo 21 vyuo vikuu. Habari kamili ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili kiandika mwenyekiti wa CCM Tabora afariki. Undani wa taarifa hii ni katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele maamuzi ya sukari bado moto, uamuzi mgumu, serikali ibuka na mkakati mpya kukomesha uhuni kwenye uagizaji biashara ya sukari ili kupunguza maumivu kwa wananchi. NFRA yapewa kazi, wafanyabiashara 84 mbaroni. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili kibebwa na nukuu ya Waziri Bashe ikisema tuna changamoto kubwa na baadhi ya wafanyabiashara hasa wa rejareja kufanya uhuni. Mpaka sasa tumeshawakamata wafanyabiashara 84. Tupo katika hatua za mwisho za kuwapeleka mahakamani. Tunaendelea na hii operation mpaka hali ya bei itakaporejea kawaida, ni nukuu ya Hussein Bashe, waziri. Gazeti hili limeandika ahadi ya Mramba kumaliza mgao wa umeme. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili likibeba na nukuu ya Mramba ambayo imesema, ninaposema muda wowote na maanisha muda wowote, kwa sababu wataalamu wanaendelea na kazi kuhakikisha wanaingiza megawati 235 za umeme huo kwenye gridi ya taifa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ikumbukwe megawati 235, kiwango cha megawati ambazo kazi za kuziingiza kwenye gridi ya taifa inaendelea kwa sasa. Gazeti hili limeandika mahakama ya amuru bodi ya vileo kuzipa leseni kampuni 3 ilizozinyima Zanzibar. Habari katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Mbivu mbichi hukumu ya kesi ya mauaji ya dada wa bilionea Msuya. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Tahadhari nyingine mvua za masika, TMA yazitaka mamlaka kujipanga. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Profesa Janabi ataja njia za kutozeeka mapema. Habari katika ukurasa wa 14. Chanzo mwenyekiti CCM Tabora kufa akiwa ofisini. Habari katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Tabora ni msiba mzito ndani ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tabora kutokana na kifo cha mwenyekiti wao Hassan Wakasuvi ambaye amefariki dunia ghafla akiwa ofisini kwake. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Pata nakala yako ya gazeti Mwananchi usome kwa undani zaidi habari hizi ambazo zimepewa kipaumbele. Ninalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Kikwete, Rais Samia ni kiongozi shupavu, asema ameendelea kuwa imara anapotafuta suluhisho la umeme sukari, asisitiza wote wamepitia hayo, abongeza juhudi zake. Habari katika ukurasa wa 4. Biteko mradi wa Romakali megawati 222 unaanza kutekelezwa. Habari katika ukurasa wa 4. Tanzania yaipongeza Kuwait maadhimisho ya miaka 63. Bashungwa amfurusha mkandarasi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Tanzania Panama kuanza ushirikiano wa kiuchumi. Habari katika ukurasa wa 7. SMZ yafungua milango zao la mkonge. Habari katika ukurasa wa 2. Meli ya gonga daraja, magari yatumbukia mtoni Gwanzu. Habari katika ukurasa wa 19. Ziara za CCM na taswira nzuri ya Rais Samia. Habari katika ukurasa wa 11.
Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Ninalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni uhaba wa sukari. Hatimaye serikali ya kunjua makucha, sheria kufumuliwa, kibano chaja kwenye viwanda. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Matumaini yarejea uhakika wa umeme. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Familia ya watu 16 yasimulia ilivyolizwa na mganga feki. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika matarajio gumzo uteuzi utenguzi vigogo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Mbivu mbichi hukumu ya mke wa bilionea Msuya kujulikana leo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Manufaa ya ziara za Rais Samia nje yanikwa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Askofu matatani madai ya kuwazuia waumini kushiriki sensa na chanjo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Yaliyomo gazeti Nipashe limeandika sekta binafsi kushirikishwa uwekezaji wa Bagamoyo says. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 19 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili katika ukurasa wake mbele michezo na burudani limeandika Van Dijk tupo katika njia sahihi. Habari katika ukurasa wa 22. Simba tutawafurahisha. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Uhuru ukweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kibano kikali kuwashukia wanaoficha sukari. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dr. Nchimbi uhusiano Tanzania Russia kunufaisha pande zote. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Mafanikio ziara ya Rais Dr. Samia yaanikwa. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti Uhuru. Uhuru pia limeandika Dr. Mpango atoa angalizo kuongezeka kwa ankara za maji. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Majali wasisitiza mpango wa matumizi ya tehama shuleni. Habari katika ukurasa wa 4. Mambo ya iva mradi mwingine mkubwa wa umeme. Habari katika ukurasa wa 4. Mjumbe kamati kuu CCM afariki. Habari ni katika kurasa za ndani za gazeti Uhuru kweli daima. Pata nakala yako some kwa ndani zaidi. Ndio gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenyewe limeandika Dr. Mwinyi amwapisha waziri akutana na balozi. Habari katika ukurasa wa pili. Mhandisi Zena azindua mfumo wa zan vibali. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Profesa Kitila aelezea manufaa ziara za Dr. Samia. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. PAC yabaini usimamizi mbaya madeni taasisi za umma. Habari katika kurasa za ndani za gazeti Zanzibar Leo. Lakini pia gazeti hili limeandika mawaziri wa G20 wakosoa uvamizi wa Urusi Ukraine. Habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na wazi. Pata nakala yako some kwa ndani zaidi. Gazeti wa Machinga lenye habari iliyopewa kipaumbele Ijumaa ya leo ni sakata la sukari. Serikali yaelekeza nguvu faida kwa mlaji. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Waziri Bashe aweka utaratibu wa kila muuza sukari lazima atambuliwe na serikali ya wilaya na mkoa kwa lengo la kuepusha tabia za watu kununua sukari na kuficha ili kuongeza bei. Asema sukari itaendelea kuingia mpaka ambapo hali ya kupatikana kwake itakapotulia. Gazeti hili limeandika Rais Samia wapongeza Kuwait kuadhimisha miaka 63 ya taifa hilo. Habari katika ukurasa wa pili. Waziri Bashungwa ampiga chini mkandarasi barabara katika kiwanda cha sukari Mkulazi. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ruhemeja aiba maagizo PSSF kukamilisha ujenzi kiwanda cha ngozi Kilimanjaro. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Dr. Biteko mradi wa umeme Rumakali megawati 222 sasa unaanza kutekelezwa. Habari katika ukurasa wa pili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti wa Machinga Ijumaa ya leo. Gazeti Mwanahabari lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Mpango azitaka sekta binafsi kutoa fursa kwa wanafunzi VETA. Asema kuna haja ya kusaidiwa ili waweze kufanya mafunzo kwa vitendo. Awasihi wanafunzi wanaopitia VETA kujifunza kwa bidii ili ujuzi wanaopata uweze kulinufaisha taifa. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Bashungwa akerwa ujenzi wa barabara kiwanda cha sukari Mkulazi. Awaagiza TANROADS kumfuta kazi mkandarasi anayetengeneza barabara hiyo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili. Dr. Biteko autaja mradi wa umeme Rumakali wa mkubwa baada ya JNHPP. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Ruhemeja atoa siku 100 kwa PSSSF kumaliza ujenzi wa kiwanda cha ngozi. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari
Ijumaa ya leo. Ninalo gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia kumaliza kero ya umeme, mradi mpya unakuja kutoka mto Romakali ni mkubwa kuliko Kidatu Kihansi Mtera. Habari katika ukurasa wa pili. AFDB, uchumi wa Tanzania kupiku Uganda Kenya mwaka 2024. IMF yatabiri kuwa uchumi mkubwa zaidi Afrika Mashariki. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. CCM Zanzibar kuendeleza ushirikiano na Frelimo. Habari katika ukurasa wa pili. Tani 300 za sukari zinakuja Bashi. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania kidijitali kufuta utambulisho serikali za mitaa. Habari inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Machi 2024 kutakuwa na ongezeko la mvua TMA. Habari katika ukurasa wa pili. Rais Samia mkombozi sekta ya nyumba makazi nchini. Habari katika ukurasa wa 11 hadi ukurasa wa 14. Ni hujuma na laana kilimo cha mkonge. Habari katika ukurasa wa 6. Serikali eleza chanzo cha mgao wa umeme, mahitaji ya umeme ni makubwa kuliko uzalishaji. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Na sasa tukigeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani Ijumaa ya leo, mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani. Lenyewe limeandika nguvu moja ni ASEC vs Simba, mchezo unapigwa saa 4 kamili usiku leo Ijumaa. Refa ni Laihu Ben Braham wa Algeria. Msimamo wa kundi B ukionyesha Simba iko katika nafasi ya pili iko na jumla ya alama 5 nyuma ya ASEC Mimosas ambao wapo katika nafasi ya kwanza na alama 10. Jwaneng Galaxy wenyewe na alama 4, lakini pia Wydad wenyewe wapo katika nafasi ya nyuma wa mwisho kabisa wakiwa na jumla ya alama 3. Huu ni msimamo wa kundi B. Gazeti hili kiandika head to head ya Simba dhidi ya ASEC Mimosas tarehe 25 mwezi wa 11 mwaka 2023 ni Simba 1 ASEC Mimosas 1. Tarehe 20 mwezi wa 3 mwaka 2022 ni ASEC Mimosas 3 Simba 0. Tarehe 13 mwezi wa 2 mwaka 2022 Simba 3 ASEC Mimosas 1. Tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2003 ni ASEC Mimosas 4 Simba 3. Tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2003 ni Simba 1 ASEC Mimosas 0. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti Mwanaspoti. Azizi Ki wale subirini, Gamondi and surprise ni Yanga vs Belouizdad, mchezo unapigwa Jumamosi saa 1 kamili usiku Benjamin Mkapa. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Muda wa CV Ulaya. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani za gazeti hili. Habari hii kipambwa na picha ya Jurgen Klopp na kocha wa Arsenal Mikel Arteta. Wawili warejea Vita Prisons Azam. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ligi ya mabingwa Afrika leo ni Medeama vs Al Ahly, mchezo unapigwa saa 1 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanaspoti kata kiu ya michezo na burudani. Magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu, na gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Simba pumzi muhimu leo, Twiga Stars yaikabili Afrika Kusini, Yanga kuoga noti. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Benpo kutoa burudani Saadani. Habari katika ukurasa wa 21. Tanzanite Uganda kufungua pazia michezo ya Afrika. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, limeandika Simba tutawafurahisha, yaanza mchakato wa kumnasa kwa mkopo Mayele katika usajili. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 23. Yanga yawabadilishia dawa CR Belouizdad. Habari katika ukurasa wa 23. Arteta awakaribia wachezaji Arsenal. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania, lenyewe habari zilizopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa nyuma wa gazeti hili. Habari za michezo na burudani ni wanakaa Simba Sports Club kushangaza Afrika kivaa ASEC Mimosas ugenini. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Yanga kufanya mambo mawili kwa Belouizdad. Ndani gazeti hili imeandika cricket wanawake yaingia kambini Nigeria, waonywa kuharibu miundombinu uwanja wa Benjamin Mkapa, show azua hofu Man United. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Messi Suarez waliamsha huko MLS. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo katika ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Live TV. Asante kwa kutuchagua, asante kwa kuwa nasi.